Somo takatifu ilivyoandikwa na Yohana. Siku 6 kabla ya Pasaka, Yesu alifika Betania alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumika, na Lazaro alikuwa mojawapo wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatoa ratri ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake, na nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Basi Yuda Iskariote, mmojawapo wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua kuwa yeye yuko huko, nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamwone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu makuhani wakafanya shauri la kumua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga, wakamwamini Yesu. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, katika Kristo, karibuni katika tafakari Jumatatu Kuu. Kama tafakari yetu inatoka Injili ya Yohane sura ya 12 aya ya 1 mpaka aya ya 11. Sehemu ya Injili ya Yohane ina mambo yafuatayo. Mosi, Yesu anaandaliwa karamu kwa Betania katika familia ya Lazaro, Martha na Mariamu. Pili, Yesu anapaka mafuta ya thamani na anayempaka ni Mariamu, na baada ya kupaka mafuta hayo nyumba yote inajaa harufu nzuri. Na tatu, Yuda Iskariote anahoji kwa nini mafuta yale yasingeuzwa kwa dinari 300 na kupewa maskini. Na Yesu anamjibu, mwache aiache mpaka siku ya maziko yangu, kwani maskini mnao siku zote, bali mimi hamnami siku zote. Na 4, kwa kuwa makuhani wanapanga kumua Lazaro, kwani kupitia yeye watu wengi walimwamini Yesu. Sehemu ya Injili inatufundisha mambo yafuatayo. Mosi, kama Wakristo tunaalikwa kujitoa kwa ajili ya wengine. Familia ya Lazaro ilitoa kilichokuwa nacho kwa ajili ya Yesu. Nasi tunaalikwa kutoa tulivyo navyo kwa ajili ya wenzetu, kwa ajili ya wahitaji, na tunaalikwa tende matendo mema pasipo kuchoka. Pili, tunaalikwa kupenda kwa dhati kama vile alivyofanya Mariamu. Mariamu alimpenda kwa dhati Bwana wetu Yesu Kristo, ndio maana hakuona shida kumpaka mafuta yenye thamani kubwa. Nasi tumpende Mungu na wenzetu pasipo kuangalia gharama ya upendo huo. Kufahamu kuwa upendo hauhesabu gharama. Tatu, tunaalikwa kuacha unafiki kama vile alivyokuwa Yuda Iskariote. Muda mwingine tunaweza kuwa tuna huruma kwa watu wengine, lakini kumbe tuna malengo yetu binafsi, pengine malengo ya kujinufaisha sisi wenyewe. Kwa basi tunaalikwa tuwe Mwenyezi Mungu atujalie moyo wa upendo, tujalie moyo wa kujitoa kwa ajili ya wengine na kuacha unafiki. Takeni nyote tafakari njema ya Juma Kuu. Tumsifu Yesu Kristo.